Najua unanipenda na nakupenda, ila umeenda mbali na mimi. Jitahidi kulitunza penzi letu, moyo unanuma sana haya mapenzi. Mariam ni mimi, Kelvin nakupenda sana, na imani kuwa tutakuwa pamoja. Japo naogopa, ila naamini nitakuwa nawe. Kelvin, litunze penzi letu. Kila mara nikikuwaza nabaki kukusahau tu, ila kama siwezi sahau. Love bite, love bite. Kuondoka kwa Mariam ni kitu ambacho kimeweza kumuumiza sana Kelvin, na tunafahamu kwamba lengo zima la kuweza kumsaidia mamake na Mariam, tunafahamu jinsi ambavyo Dennis alivyopanga mipango yake. Lengo zima ni kuweza kuhakikisha anapata nafasi ya kuweza kumpata Mariam kiurahisi. Kwa hivyo lengo la kuweza kumpeleka mjini aweze kutibiwa, kwa hivyo lengo lake ndio hilo ambalo anataka kuweza kulitimiza. Swali linabaki kwamba je, itakuwaje kwa wakati ambao unakwenda kutokea, kwa sababu tumeweza kuona jinsi gani ilivyokuwa, hasa Kelvin alipokuwa akisikiliza historia ya jinsi ambavyo babu yake walipotezana na bibi yake, kitu ambacho kimeweza kumrejelea. Kisha wasiwasi kawa ni kubwa sana kutokana na safari yake ya huyo Mariam kuelekea mjini. Lakini je, sasa angefanyaje, kwa sababu kulikuwa hakuna namna yoyote? Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao tunapata nafasi ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na tamthilia hii. Tunafahamu kabisa ni miongoni mwa tamthilia ambao inafanya vizuri kwa sasa, na ni moja kati ya tamthilia ambao kwa wale watazamaji lazima watasema kwamba hii tamthilia basi itakwenda kuwa miongoni mwa tamthilia bora kabisa kutokana na jinsi ambavyo mpangilio wake ulivyopangwa. Na miongoni mwa kitu ambacho kimeweza kuwafurahisha sana zaidi wapenzi watazamaji ni pamoja na ujio wa Loveness, hasa kwa wale waliokuwa wakifuatilia penzi la mtoto wa boss na dada wa kazi, basi bila shaka wanaelewa jinsi gani ambavyo hamu yao ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo hii imekuja kucreate picha ambao itakuja kutokea mbeleni, hasa katika upande wa kuweza kuhakikisha jinsi gani kwenye maisha inabidi tuweze kupata mafunzo mbalimbali, hasa tukiangazia juu ya yale ambao tunayapitia. Sasa kupitia hili ni kualike na nikwambie tu kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukikubali na kuifuatilia tamthilia hii, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe hapa Bongo Movie Network. Basi nichukue nafasi hii kukuambia kwamba kama umeshakucha kubonyeza neno subscribe, basi shukrani za dhati ziwe kuendea kwako, lakini pia kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi bonyeza sasa hivi, alafu kisha tuende sambamba. Nikaribisha kama nilivyokujuza, hapo unapata nafasi ya kuweza kuzungumzia uchambuzi. Tukianza moja kwa moja kama nilivyokujuza, safari ya Mariam kuelekea kule town ni kitu ambacho kinakwenda kuleta pigo sana kwa upande wa Kelvin kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa. Japo jitihada zake zote kuweza kuhakikisha anamtafutia simu ili kusudi mambo yaweze kwenda sawa, lakini yote na yote bado hakuna ambacho kinaweza kikaa kipo vizuri kutokana na mipango ya Dennis. Ni mipango ambayo ukijaribu kutazama pesa kaiweka mbele, halafu kisha vitu vingine vinakuwa vipo nyuma. Kwa hivyo hapo yote kwa yote bado kuna kazi kubwa sana. Na ndio maana ukijaribu kutazama kwa wale wanaopitia katika posti za Instagram kupitia ukurasa wa Kelvin Donta, basi unaweza kuona jinsi gani ambavyo amekuwa akidisplay ile script yake itakavyokuwa, kwamba kijana wa kimaskini jinsi alivyohangaika kwenye mapenzi, alafu mwisho wa siku akapendwa na binti tajiri. Sasa wakati inaanza tamthilia hii, mwanzoni kabisa tuliweza kumuona Loveness akimpiga makofi Kenny, kitu ambacho kimeweza kutuonyesha wazi kwamba ni miongoni mwa mdada ambaye anapitia changamoto sana, hasa katika upande wa penzi lake ambalo amekuwa akienda nalo, hasa japokuwa wapo mjini lakini anapitia changamoto. Tukija katika upande wa pili ni kwamba hasa katika upande mzima wa huko kwa kina Kelvin ni kwamba amekuwa akipitia changamoto nyingi ambazo kutokana na jinsi ambavyo kutokana na upendo ni ule ule, lakini changamoto inapokuja ni kwamba hasa jinsi ambavyo Dennis naye kashaweka mkono wake au mguu wake kuweza kuhakikisha kwamba kwa yeye anahakikisha anapambana kuweza kufanikisha swala ambalo amekuwa akilitaka. Sasa ukirejea katika upande wa jinsi ambavyo ilivyokuwa katika upande wa mwanzoni kabisa na jinsi ilivyoanza,
ukijaribu kutazama kumekuwa na matukio kadhaa ambayo wamekuwa wakijitokeza, hasa jinsi ambavyo mjomba wake pamoja na ndugu zake walivyofurahia kutokana na swala lile ambavyo jinsi lilivyokuwa. Ni kitu ambacho kimeonyesha dhahiri kwamba jambo hili walitegemea sana. Kama unakumbuka kwa wale waliokuwa wakifuatilia mwanzoni kabisa, wameweza kuona jinsi gani ambavyo familia nzima ya kina Mariam imekuwa ikifurahia sana na imekuwa ni ndoto zao, hasa ukikumbuka wakati ambapo walipokuwa kila nyama waliweza kulijia matukio ambayo wamekuwa yakisema kwamba ni mara ni ipi ambayo itatufanya tuweze kujumuika tena hapa kuweza kukaa aidha kuweza kula nyama tena, japo mjomba wake aliweza kusema kwamba siku hiyo basi itakuwa ni mjukuu ambaye kutoka mjini atakayekuwa anakuja. Kwa hivyo hii ni moja kati ya tukio ambalo linaweza kusababisha au kufanya kwamba kitu hiki kiweze kuwa hiki kutokana na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Lakini yote kwa yote katika final tunaweza tukasema kwamba mambo yapo kama yalivyopangwa. Sasa kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia, bila shaka huenda una kitu ambacho unaweza kudondosha maoni yako hapo chini ukatuambia hasa kwa upande wako kwamba je, ni kitu gani hasa ambacho unakiona kwamba kinaweza kikatokea au kinaweza kikajili, hasa kujaribu kutazama jinsi matukio ambavyo yalivyokuwa kuanzia mwanzo hadi mwisho, japokuwa kwa sasa bado hatujafika mbali sana na ndio tunaanza hapa. Inabidi uweze kualika wenzako kuambia waje hapa kila siku ili kusudi mambo yaweze kuwa vizuri kabisa, na kujaribu kutazama ni kwamba kumekuwa na mambo ambayo yapo lakini yanazidi kutokea, lakini yote kwa yote yamekuwa yakifanyika vizuri. Kwa wale wapenzi ambao wamekuwa wakimfuatilia huyu mwamba, amekuwa akifanya vizuri sana katika tamthilia zake. Ni miongoni mwa tamthilia ambao imeandaliwa au iweze kuwa kubwa sana ni pamoja na hii kutokana na jinsi ambavyo ilivyokuwa. Tunakumbuka ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni Superstar iliweza kubilanch, lakini mwisho wa siku ikawa imefeli kutokana na sintofahamu kutokana kwa mastaa mbalimbali ambao walikuwa wameshaanza kuona kwamba hii project jinsi ambavyo walipromote na nguvu waliotumia basi imekuwa tofauti na jinsi ambavyo walivyofikiria. Kwa hivyo kitu ambacho kiliweza kusababisha waweze kuona ni namna gani ambavyo wataweza kufanya, na hii ilikuwa haina namna kuweza kutamatisha. Ndio maana ukijaribu kutazama katika hii tamthilia ni kwamba kuna wapya kabisa ambao wamekuja, lakini wale wa mwanzoni kabisa ambao walishiriki katika ile ya kwanza kuweza kuhakikisha wanafika mbali wameweza kurejea, kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wanakitamani na kukifurahia sana. Sasa kupitia hili la kuweza kurejea Loveness, basi inaweza ikasababisha hasa watu wakapata faraja kwamba kutokana na yale ambao waliojili, lakini mwisho wa siku wakarejea, hasa wakaendelea kuweza kuifuatilia, kitu ambacho kitakwenda kuleta furaha sana hasa kwa wengi ambao walikuwa ni wapenzi wa upande wa Loveness, lakini pia kwa upande huu wote wanajumuishwa kuweza kuhakikisha wanatengeneza kitu ambacho ni kimoja. Basi na imani kubwa uende kani miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia, lakini na imani kubwa una kitu ambacho unaweza kutoa ushauri au maoni kwamba ni kitu gani kiweze kufanyika hasa kuweza kuhakikisha movie inakuwa vizuri, lakini pia kujitazama namna gani ambavyo ilivyotengenezwa, vitu gani viweze kuongezwa hasa katika scene, lakini katika mpangilio wa script upo vizuri, labda kuongezeka kwa matukio ambao yatakuwa ni tofauti zaidi, hasa maswali ambayo yanaibuka yakizungumzia kwamba je, Kevin kutokana na hili lilotokea maisha yake yatakuwaje hapo mbeleni, au itabidi na yeye aweze kuelekea town. Kumbuka ujitazama katika ile tunasema custom thumbnails ambayo ipo pale au cover ya picha ambayo ipo pale kwenye movie, sana sana kumekuwa na picha ambayo ikimuonyesha mwamba mwenyewe akiwa amevaa nguo imechanika lakini amebeba madumu na nini. Hii inaonyesha wazi kwamba yajayo yanafurahisha kutokana na namna ambavyo itakavyokuwa kwamba mwamba na yeye itabidi aweze kupambana, itabidi aweze kutoka hapo kwa sababu ya maisha hapo ni magumu, alafu mwisho wa siku ukijaribu kutazama alikuwa na mpenzi wake lakini ameweza kuondoka town, basi inabidi na yeye aweze kuondoka. Kwa hivyo kitu ambacho kitasababisha aweze kwenda town. Sasa atakapoelekea huko, hapo kwa mujibu wa script, hapo ndipo itakapoanza scene nzima au story yenyewe ya jinsi gani ambavyo kwamba huyo kijana ni maskini, lakini mwisho wa siku kutokana na kupitia mengi sana baada ya ule mwanamke kuweza kuona hakuna namna, kwa sababu mwamba mwenyewe ambaye ni Dennis alikuwa tayari ameshakwisha kuwekeza pesa nyingi, mwisho wa siku inabidi iweze kuwa hivyo. Kwa hivyo huyo kijana itakuwa ni moja kati ya kitu ambacho atakuwa ameweza kukifanikisha. Basi kwa muda huu niseme sina ziada, tukutana muda na saa mwingine. Asante kuweza kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you
or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Ukweli ni kwamba vita kubwa inakwenda kutokea, na hapa pesa ndio itakayoamua. Ugomvi wa Kelvin na Dennis kumpata Mariam ama hakika ni ugomvi mkubwa sana. Swali linabaki, je, Dennis atafanikiwa? Kwa upande wangu mimi nasema ndio kwa sababu ya pesa, lakini sasa Kelvin atakubali? Hapo ndio sehemu pekee tunapohitaji kuweza kujua kwamba je, Kelvin atatumia njia gani kuweza kulinusuru penzi lake ambalo linafahamika ni penzi la maskini. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambayo tunapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, huku tukizungumzia matukio yapi ambayo yanakwenda kutokea. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao umetokea kuipenda hiyo idea, basi nikwambie tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya kutoa support kubwa. Kama kweli umeipenda idea hiyo na umeikubali, basi naomba uweze kubonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako, lakini pia utuambie kwamba je, hii idea na ile idea ya Superstar ipi ambayo ni kali. Hii movie kiwakili na kiwalisia ni moja kati ya movie ambayo ni nzuri kujaribu kuitazama kutokana na mazingira yaliyochezwa. Tumemaliza penzi la mtoto wa bosi, lakini sasa hivi tupo na penzi la mtoto wa maskini. Je, itakuwaje? Basi nikualike, na kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unapenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Moja kwa moja tukianzia katika matukio makubwa ambayo tumeweza kuyatazama, hasa tumeweza kumuona Dennis akiwa ameenda kule kijijini. Ametokea kuvutiwa sana na yule binti, lakini je, yule binti yupo tayari? Kitu ambacho anatakiwa kuweza kufanya Dennis hapo ni kuweza kutoa msaada ili kusudi kuweza kumvutia yule binti. Hapo ndipo itakapotokea shida. Lakini kumbuka, kwa upande wa familia nzima ya kule nyumbani kwa mjomba kwa kina Mariam, wote wanamkubali sana huyu mzee na wanatamani. Ndio maana wakati walipokuwa nakula Mariam aliuliza kwamba, je, mjomba, tutakula lini tena nyama? Akasema labda mjukuu wa mzee Masembejo akija kutoka mjini. Hapo alimaanisha nini? Hapo ndipo kodi inapoanzia kwamba moja kwa moja familia kama familia ya pale wanatamani sana aweze kuolewa na tajiri. Na inafahamika kwamba mzee Masembejo ambaye kijana wake ni Dennis, basi ni tajiri, kitu ambacho watu wengi wanatamani. Sasa hapa vita inayokwenda kutokea ni kwamba kwanza tunaanzia katika upande wa Kelvin kupata misukosuko, hasa kwa upande wa familia nzima. Kwanza tunaanzia na mjomba wake ambaye mjomba wa Mariam ambaye yeye hatakuwa tayari na hatukubaliana kabisa swala zima la Kelvin kuendelea au kutamani waweze kuwa na mahusiano na Mariam, kitu ambacho kitasababisha kwa upande wa Dennis aweze kuchukua pointi nyingi sana ambazo zitamfanya aweze kuwa na ujasiri kila sehemu anapopita, lakini pia kutokana na jumuiya nzima ya hapo wanawakubali au wanagawa nyama na nini. Kwa hivyo itakuwa ni moja kati ya kitu ambacho kinakwenda kumsababisha Mariam aweze kupitia wakati mgumu sana, hasa katika harakati za kuweza kulipambania penzi lake na kijana wa maskini iliweze kuonekana kwamba lina kitu, ama hakika litakuwa kuna kazi kubwa sana. Hiyo ndio idea ambayo inakuja kutokea. Ni moja kati ya idea kali sana ambayo imeweza kujitokeza, na ama hakika kwa upande wangu mimi nimeikubali. Sijui kwa upande wako mtazamaji kwamba je, kitu hiki umekikubali? Kitu hiki ni cha ukweli?
Je, umekikubali kitu hiki? Naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment, uweze kudondosha maoni yako kwa upande wako kwamba je, movie hii wewe unaionaje? Movie jinsi ilivyochezwa ni kwamba hadi hapo tumeweza kuona wahusika ambao ni wachache sana kwa sasa, lakini wameonyesha uhalisia wa kama vile movie nzima wameweza kuimeza. Yaani jinsi ambavyo uhusika wao ni mchache, lakini imeweka wazi kwamba wametokea movie nzima kuonekana kama wanaefiti kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa. Tumeweza kumuona Kelvin ni mmoja kati ya familia ambayo anaishi na babu yake, lakini babu yake ni mtu ambaye tangu alivyokuwa kijana hajawahi kuwa tajiri na anakwenda kuwa maskini, japokuwa hajutii sana, ila anachojutia ni kuweza kumwacha kijana wake akiwa maskini. Lakini kijana wake naye anasema kwamba yeye yupo tayari kupambana na akili, lakini babu yake anasema hata mimi nilivyokuwa kijana kama wewe nilikuwa na mawazo na fikra kama za kwako. Kiukweli na kiuhalisia ni kwamba maisha ya kina Kevin ni magumu, ukizingatia kwamba jinsi ambavyo sehemu wanapolia chakula na uhalisia wa namna ambavyo pale nje na nini na maisha yao hatujafanikiwa kuona ndani unapolala. Lakini kiukweli ukisikia kuja kutazama hata kwa kina Mariam, ama hakika pote sio ni kwa maskini. Sasa kitu cha msingi hapo cha kunote ni kwamba katika maisha kuna changamoto sana, hasa katika mapenzi. Ndio lengo kubwa la kuweza kufundisha. Katika movie hii kutakuwa na mafundisho mengi sana, hasa katika maisha tunaoishi, kwamba kwa upande wa vijana ni moja kati ya fundisho zuri sana ambalo utalipata katika movie hii. Hasa mtu kutamani maisha ya mjini alafu mwisho wa siku anaenda kujikuta anaishi maisha ya shida sana kuliko na maisha ambayo angebaki walau akaishi na yule ambaye wote ni maskini waweze kutafuta pesa kwa pamoja. Hicho kitu ndicho ambacho kinakwenda kuwa mmoja kati ya fundisho nzuri sana hasa kwa vijana. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa movie ambayo itakuwa ni nzuri sana na kupendwa, hasa kama wengi inabidi waweze kuifuatilia, kwa sababu ni mmoja kati ya movie ambayo itakuwa ni nzuri na itafuatiliwa vizuri sana kutokana na namna ambavyo ipo na imekuja kwa kasi sana na zaidi. Basi nikuombe hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni miongoni mwa watu ambao unamkubali na unafurahia kazi zake. Kumbuka Donta TV wao wana movie nyingine pia ambayo inafahamika kama Ndoa Yangu, ambao pia nenyewe inaruka kupitia Donta Family, lakini pia moja kati ya movie kwa sasa pia ambao imeonekana kuwa inafanya vizuri. Lakini siku zijazo hii movie ambao ni Penzi la Kijana Maskini, basi inakwenda kuwa moja kati ya movie ambao itakuwa ni nzuri sana kutokana na namna ambavyo ilivyo. Basi nikualike kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Siku zote watu tunazungumzia uchambuzi kwa kina, tukiangazia matukio kadhaa. Tumeweza kumuona Dennis. Kitu cha ukweli na kiuhalisia ni kwamba ameonyesha kuvutiwa sana na huyu binti, ama hakika amedata sana kutokana na namna jinsi alivyomuona. Kwa hivyo lazima ahakikishe anaenda naye mjini. Sasa je, atafanikiwa? Lakini kumbuka Kelvin kashasema kwamba kidogo moyo wake unamuuma sana. Anapata wasiwasi juu ya kile kinachoendelea, hasa kupata wasiwasi juu ya kuona kwamba muda wote anaweza kaibiwa, kitu ambacho kinasababisha pale ambapo mwamba atakapotupia nyavu basi iweze kusababisha iwe ni wazi, na Kevin atakuwa akimsisitiza kwamba iwe hivyo. Lakini mwisho wa siku bado familia inataka mwamba aweze kuwa pale. Basi niseme sina zaidi kwa siku ya leo. Hii ni Bongo Movie Network. Kisha unabonyeza neno subscribe. Asante. Tukutane katika hatua inayofuata. Ukweli ni kwamba vita kubwa inakwenda kutokea, na hapa pesa ndio itakayoamua. Ugomvi wa Kelvin na Dennis kumpata Mariam, ama hakika ni ugomvi mkubwa sana. Swali linabaki, je, Dennis atafanikiwa? Kwa upande wangu mimi nasema ndio, kwa sababu ya pesa. Lakini sasa Kelvin atakubali? Hapo ndio sehemu pekee tunapohitaji kuweza kujua kwamba je, Kelvin atatumia njia gani kuweza kulinusuru penzi lake ambalo linafahamika ni penzi la maskini. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambayo tunapata nafasi ya kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, huku tukizungumzia matukio yapi ambayo yanakwenda kutokea. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao umetokea kuipenda hiyo idea, basi nikwambie tu hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya kutoa support kubwa. Kama kweli umeipenda idea hiyo na umeikubali, basi naomba uweze kubonyeza neno subscribe, alafu kisha dondosha maoni yako. Lakini pia utuambie kwamba je, hii idea na ile idea ya Superstar ipi ambayo ni kali? Hii movie
Kiwakili na kiwalisia ni moja kati ya movie ambayo ni nzuri ukijaribu kuitazama kutokana na mazingira yaliyochezwa. Tumemaliza Penzi la Mtoto wa Bosi, lakini sasa hivi tupo na Penzi la Mtoto wa Maskini. Je, itakuwaje? Basi nikualike, na kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unapenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Moja kwa moja tukianzia katika matukio makubwa ambayo tumeweza kuyatazama, hasa tumeweza kumuona Dennis akiwa ameenda kule kijijini. Ametokea kuvutiwa sana na yule binti, lakini je, yule binti upo tayari? Kitu ambacho anatakiwa kuweza kufanya Dennis hapo ni kuweza kutoa msaada ili kusudi kuweza kumvutia yule binti.